Hali ya Kamanyola katika Kivu Kusini nchini DRC ni tete sana kutokana na kuendelea kwa mapigano kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali ya Kongo FARDC vinavyoungwa mkono na wanamgambo wa Wazalendo. Hivi karibuni, mji wa Kamanyola ulikuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23, jambo ambalo lilisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi na kuwafanya wengi kukimbia makazi yao. Hali hii inafanya Kamanyola kuwa mstari wa mbele katika mapambano, na wakazi wanaishi kwa hofu ya mapigano zaidi. Mbali na mapigano, ripoti zinaonyesha kuwepo kwa matukio ya mauaji, utekaji nyara na kulazimishwa kufanya kazi katika maeneo yanayodhibitiwa na M23, ikiwemo Kamanyola. Hali hii inazidisha wasiwasi kuhusu usalama na ustawi wa raia. Kamanyola ni eneo muhimu kimkakati kwa sababu inapakana na Rwanda na Burundi. Udhibiti wake na M23 unawapa waasi hao uwezo wa kudhibiti mpaka na nchi hizo tatu, na pia inafungua njia nyingine kwa Rwanda kuweza kuwapa msaada wa kijeshi waasi hao na kusafirisha madini yanayochimbwa kinyume cha sheria. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu hali katika Kivu Kusini, ikiwemo Kamanyola, huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea kujaribu kutafuta suluhu ya amani kwa mgogoro huo. Inaonekana hali bado ni tete sana mashariki mwa DRC. Ni jambo la kusikitisha kusikia kwamba mapigano yanaendelea licha ya juhudi za kidiplomasia kama vile ahadi za Doha na makubaliano ya Washington. Inaonekana alama ya reli M23 mstari ulio chini ARC, ambao wanatajwa pia kama alama ya reli M23 mstari ulio chini RDF, wamechukua hatua ya kuwashinda alama ya reli Wazalendo FARDC na alama ya reli FNDB huko Kaziba, Sud Kivu. Taarifa za kuendelea kwa mapigano asubuhi ya leo na watu kukimbia makazi yao zinaonyesha athari kubwa kwa raia. Je, unafahamu chochote kuhusu hali ya kibinadamu kwa sasa katika eneo hilo? Mapigano makali yameripotiwa katika kituo cha Kaziba huko Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa, mapigano hayo yalianza saa 4 mstari wa 50 asubuhi katika vilima vinavyoelekea na Bumbu, Chesbihembe na Nindi, maeneo yaliyo karibu na mnara wa antena. Wakazi wa eneo hilo wameripoti kuwa waasi wa M23 wanaojulikana pia kama AFC M23 wanafanya mashambulizi ya wakati mmoja dhidi ya maeneo yanayoshikiliwa na vikosi vya wanajeshi wa DR Congo FARDC, wanamgambo wa Wazalendo na FNDB katika eneo hilo. Taarifa za hivi karibuni pia zimethibitisha kuwepo kwa mapigano makali huko Kaziba yanayohusisha M23 na muungano wa FARDC na Wazalendo, huku pande zote zikiripotiwa kuhusika katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Hali hii imesababisha wasiwasi na tahadhari miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Hata hivyo, ni muhimu kutambua mambo yafuatayo. Moja, mvutano wa kikanda. Kuna mvutano mkubwa wa kisiasa na kijeshi kati ya Rwanda na DRC. Serikali ya DRC imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 ambao wamekuwa wakipigana na jeshi la DRC FARDC hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ingawa kumekuwa na hofu ya kuenea kwa mapigano hadi Kivu Kusini, Rwanda imekanusha mara kwa mara madai hayo. 2. Umuhimu wa Uvira. Uvira ni mji muhimu kimkakati katika Kivu Kusini, ukiwa karibu na mpaka wa Burundi na ziwa Tanganyika. Kwa sasa, kutokana na mapigano Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini, baadhi ya shughuli za kiutawala zinaweza kuwa zinafanyika katika maeneo mengine kama Uvira, ingawa Goma bado ndio mji mkuu rasmi wa Kivu Kaskazini na Bukavu ndio mji mkuu wa Kivu Kusini. Taarifa yako kwamba Uvira ni makao makuu ya muda ya jimbo la Kivu Kusini inahitaji uthibitisho zaidi, kwani Bukavu ndio mji mkuu rasmi. 3. Propaganda na vita vya habari. Katika mizozo kama hii, pande zote zinazohusika zinaweza kutumia vyombo vya habari kueneza propaganda au taarifa zinazolenga kuathiri mtazamo wa umma au kuwatisha wapinzani. Kipindi kama unachokielezea, iwapo kilitangazwa kweli, kinaweza kuwa sehemu ya vita hivyo vya habari. 4. Uthibitisho mstari wa mstari. Ili kuthibitisha ukweli wa tangazo hilo, ingehitajika taarifa zaidi kama vile jina la kituo cha televisheni, tarehe ya kurushwa kwa kipindi, na ikiwezekana, vyanzo huru vya habari vinavyothibitisha tukio hilo. Bila uthibitisho huo, ni vigumu kujua kama tukio hilo lilitokea kweli au ni sehemu ya taarifa ambazo hazijathibitishwa zinazosambaa kuhusiana na mzozo huo. Kwa sasa, ni muhimu kufuatilia taarifa kutoka vyanzo vya habari vinavyoaminika na kuwa makini na uwezekano wa kuwepo kwa taarifa za upotoshaji kutoka pande zote zinazohusika katika mzozo wa Kivu. Hali ya sasa katika mji wa Walikale, Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni tete, ingawa kumekuwa na ripoti za utulivu wa kiasi kufuatia mapigano ya hivi karibuni. Kumekuwa na mapigano makali kati ya vikosi vya serikali FARDC,
vikishirikiana na kundi la wanamgambo wa kujilinda wa Wazalendo dhidi ya kundi la waasi la M23 IFC. Ingawa waasi wa M23 IFC wameripotiwa kujiondoa kutoka maeneo kadhaa huko Walikale, ikiwa ni pamoja na Kibati, hali ya usalama bado si ya uhakika kabisa. Kujiondoa huku kwa waasi kumepelekea kuanza kwa wakazi wengine waliokuwa wamefurushwa kurejea nyumbani. Hata hivyo, hali ya kibinadamu inatia wasiwasi mkubwa. Zaidi ya watu 16,000 wameyakimbia makazi yao huko Walikale na Kibua kutokana na mapigano hayo ya hivi karibuni, na wanahitaji msaada wa dharura wa masuala mbalimbali. Ripoti zinaeleza kuwa wakimbizi wa ndani wanakosa mahitaji muhimu na wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Vituo vya afya pia vimeripotiwa kuporwa. Kwa ujumla, Walikale inakabiliwa na changamoto kubwa za kibinadamu, huku kukiwa na hali ya sintofahamu ya kiusalama katika jimbo zima la Kivu Kaskazini, ambapo makundi mbalimbali yenye silaha yanaendelea kufanya uhalifu licha ya kuwepo kwa juhudi za amani. Pia kuna ripoti za mzunguko usiothibitiwa wa silaha na ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kingono dhidi ya watu waliokimbia makazi yao. Hali ya hatari iliyotangazwa Kivu Kaskazini bado inajadiliwa, huku baadhi wakiona umuhimu wake kwa operesheni za kijeshi na wengine wakitaka utawala wa kiraia urejeshwe.